Naitwa Solomon Joseph Kieni, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kijiji cha Nyuki, lakini pia mwanzilishi na mmiliki wa eneo hili. Kwa ujumla ni kwamba kwa muda kidogo nimekuwa nikifuatilia maendeleo ya mkoa wa Ruvuma, hasa kwenye upande wa misitu na nyuki. Kupitia uzoefu huo nimejifunza vitu vingi na niliona rasilimali ambazo katika mkoa wa Ruvuma ambazo zinaweza kutumika kwa manufaa ya watu wa Ruvuma na manufaa ya nchi nzima. Na nizungumze tu rasmi kwamba mkoa wa Ruvuma una misitu ya asili ambayo inaweza kuchangia sana katika uzalishaji wa bidhaa za misitu na nyuki. Katika mafunzo haya ambayo yatasaidia sana kuamsha uchumi wa mkoa wa Ruvuma. Binafsi naona nafasi ya kushirikiana na mkoa wa Ruvuma katika maendeleo ya idara ya misitu na nyuki, na kwa ujumla tuna uwezo wa kuanza na kuanzisha kijiji cha nyuki kingine katika eneo hilo ambalo itasaidia katika masuala ya research, masoko, uchakataji wa mazao na kuweza kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwanza mimi naona vijana wa mkoa wa Ruvuma ni kama walichelewa kidogo, lakini niseme tu kwa sasa na kwa hatua hizo wanazochukua ni hatua sahihi kabisa kujikomboa kiuchumi, na niseme kwamba wakae mkao wa kula, tuko njiani. Goli kubwa ni kuweka mazingira wezeshi. Kwa hiyo watarudi wakae nao maafisa mipango waone namna gani katika ubunifu wa kutenga hayo maeneo hifadhi za misitu ya vijiji vipo, lakini tutakaa pia na kamishna wa kanda wa Mpokibwe kwa kushirikiana wote kwa pamoja tuweze kufanya mambo makubwa kwa ajili ya vijana hawa uchumi, lakini kwa ajili ya jamii, mkoa, at the end of the day pia kwenye taifa. Kwa hiyo tutakuwa tumepata lishe, lakini kwa kuendelea kupata elimu. Sisi tunakushukuru sana kwa utayari, umeonyesha utayari instantly, na sisi kwa kufuata hizo taratibu za ushirikishaji tuko tayari pia, naamini kushirikiana na wewe na wakurugenzi wa taratibu hilo. Lakini kuna baadhi ya maeneo tulisha identify na yataweza kufanya hizo kazi, lakini pamoja na umetuhakikishia uhakika wa soko na utayari wa kuwa na collection centers, lakini pia siku moja tu dream uje uanzishe sub kijiji cha nyuki ndani ya mkoa wa Ruvuma. Yaani hii inakuwepo ya Singida kwa ajili ya kati ya Tanzania, but again nyanda za juu kusini inaweza ikawa Ruvuma. Kama intake land is available, kama tulivyokuambia tuna kilomita za mraba takriban 67,000. Kwa ina maana land haiongezeki. So when you catch up with today, hiyo modality nimeona ya kugawa plots ambazo zinakuwa leased kwa watu, you can still make it available kwa ajili ya kule. Kwa pamoja na hiyo approach ya market availability na elimu, vifaa pamoja na yote, bado mimi naona bado hao wakurugenzi wana land which is available, naweza wakaweka jamani, tuko hapa Singida lakini tuna Ruvuma pia tuna jiji kama hicho. Kwa tunakualika na mazingira yako tayari, tutashirikiana na tunakupongeza sana kuanzia utafiti hadi kukuza establishment kubwa kama hii, na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu ukue kabisa, na hilo soko ambalo liko Europe na America pamoja na sehemu nyingine liendelee kuwepo despite ya baadhi ya vikwazo. Tunajua kwenye mafanikio lazima pia kuna challenges, lakini Mwenyezi Mungu ni mkuu, anatupa hekima ya kuweza kuencounter challenges siku zote kwa maarifa yake. Naamini hii itakuwa fursa yetu hii, lakini naamini tutapata nafasi nyingine. Hawa tumeandaa kama TOT ambao wanaenda kufanya, tunayo mikopo ya 10%, lakini sisi pia tuna miti na hifadhi zipo ambazo naamini kwa ushirikiano utaona namna gani ya kupata mizinga, modo na sambo. Kilolo sio mbali kutoka kwetu, utakapofungua kiwanda kule Kilolo sio mbaya pia ukawaza siku moja kiwanda kingine kiwe kwa ajili ya, bado tuko ukanda moja, but at least unaweza siku moja ukawish kuwa na sub branch Ruvuma. We wish to open up enabling environment wakati wote kwa ajili ya maendeleo ya vijana, wananchi, jamii, lakini pia mkoa na kuchangia kwenye pato la taifa. Kwa majina naitwa Bibuka Elias Ibuka. Ziara hii tuliyofanya katika mkoa wa Singida kifupi imeleta chachu ya mabadiliko makubwa kifikra na kimtazamo mkubwa wa maendeleo, hususan kwa sisi vijana, na hii inaenda kutupa mwanga mkubwa wa kwenda kubadilisha muonekano wa fikra
hususan kwa vijana wa mkoa wa Ruvuma. Tunaenda kuwa walimu na kwenda kuwaasa vijana wenzetu namna gani fursa ya ufugaji wa nyuki inaweza kuleta mabadiliko chanya kwenye uchumi wa mkoa wetu, hususan kwa sisi vijana. Binafsi kwanza nimeweza kujua faida za nyuki kiuchumi, lakini pia kiafya, lakini pia nimeweza kugundua kwamba kupitia fursa ya nyuki naweza nikabadilisha maisha yangu. Kwa majina naitwa Joai Mtalibu Msuya, ni afisa nyuki kwa halmashauri ya manispaa ya Songea. Kulingana na mafunzo ambayo tumeyapata katika kijiji cha nyuki Singida, tunaamini ufugaji wetu wa nyuki utaenda kubadilika kwa asilimia kubwa. Kwanza kabisa tumeona ufugaji unavyotakiwa kufanyika kwa maana ya kisasa zaidi, pia uchakataji wa mazao na uongezaji wa thamani ya mazao yenyewe. Kwa majina naitwa Dickson John Mihuri. Nashukuru serikali ya mkoa wa Ruvuma kutuleta huku Singida kwa ajili ya mafunzo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji wa nyuki. Nilichojifunza hapa sasa ni kwenda kubadilisha mifumo baadhi ambayo ipo katika mradi wangu wa nyuki na kufanya uboreshaji. Kwa mfano, mpangilio wa utegaji wa mizinga, kubadilisha aina ya mizinga, kuongeza baadhi ya maua mbalimbali katika shamba langu la nyuki. Lakini pia nimejifunza namna ya kuongezea thamani mazao yangu ya nyuki. Kwa majina naitwa Dr. Marco Francis Kapinga. Tumepata nafasi ya kufika katika kijiji cha nyuki kilichopo mkoa wa Singida. Tumekuja na vijana kutoka katika halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma. Actually ziara yetu ilikuwa ni nzuri sana, na katika ziara hii vijana wameweza kujengewa uwezo namna nzuri ya ufugaji nyuki, tunasema wa kisasa, ufugaji wa nyuki wa kisasa, kwa sababu zao la nyuki ni zao ambalo linapata umaarufu sana kwa miaka hivi karibuni. Hivyo kupitia Wizara ya Vijana imeundwa rasmi kwa ajili ya kuwawezesha vijana kuweza kupata ajira, waweze kujiajiri na kukuza kipato chao, kwa sababu pameibuka na vijana wengi ambao hawana ajira. Hivyo kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa tumeandaa programu maalum ambayo imewezesha vijana 70 kufika katika kijiji cha nyuki kilichopo Singida kuweza kujifunza namna bora ya ufugaji nyuki. Mimi kama mratibu wa hii program ninamshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha kufika hapa na kufanya hii shughuli iweze kukamilika vyema na vilivyo. Haina budi tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Ahmed Abbas kwa kutupa kibali cha kuja huku na vijana, na pia tumefarijika kuona wakurugenzi pamoja na katibu tawala wakija katika sehemu hii, kwamba wamewapatia vijana morali nzuri na wao pia wamekuwa kama mfano wa kuigwa kwa jamii zetu, kwa sababu viongozi wanapoonyesha kipaumbele basi hata vijana pia na wenyewe wanaiga hao viongozi.